mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Ikiwa leo tarehe 12 ya mwezi wa 6, tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Yohane wa Sahaguni, mtawa. Yohane alizaliwa huko Sahaguni nchini Hispania mnamo mwaka 1419. Tangu akiwa mdogo alikuwa na mwenendo mwema, mwenye akili nyingi, aliyetambua madhaifu yake na daima alifanya bidii kujirudi. Askofu wake alitambua tabia yake njema, hivyo alimsomesha, na baadaye mnamo mwaka 1445 akiwa na umri wa miaka 26 alipewa daraja la upadre. Askofu alimteua kuwa mwanasheria wa jimbo. Alikaa katika kanisa la Mtakatifu Agata. Humo aliadhimisha misa kila siku. Alihubiri na kufundisha watu katekisimu, akiazimia kuishi kitakatifu na maisha ya kimaskini. Baadaye, kwa ruhusa ya askofu, alimalizia masomo yake ya teolojia katika chuo kikuu cha Salamanca. Alipohitimu, alipata sifa kubwa kama mhubiri stadi na mwongozi wa roho. Baada ya miaka 9 alipatwa na ugonjwa mbaya, ikabidi apasuliwe. Aliahidi kwamba akipona atashika maisha ya kitawa. Hivyo mnamo mwaka 1463 baada ya kupona, alijiunga na shirika la watawa wa Mtakatifu Agustino. Aliweka nadhiri za kitawa mnamo mwaka 1464. Alishika kanuni za shirika, akawa mtii, mpole na mnyenyekevu sana. Mahubiri yake na mifano yake vilibadilisha kabisa mioyo ya watu wa Salamanca. Baada ya muda mfupi akateuliwa kuwa mlezi wa wanovisi na kisha akawa mkuu wa nyumba ya kitawa kule Salamanca. Yohane Sahaguni alikuwa na ibada ya pekee kwa Ekaristi Takatifu, na wakati wa ibada ya misa aliponyanyua Ekaristi Takatifu aliweza kuona utukufu wa kimungu. Kila siku baada ya sala za asubuhi alibaki katika hali ya kuabudu na sala mpaka ilipofika wakati wa kuadhimisha ibada ya misa takatifu. Alikuwa mhubiri mahiri aliyegusa mioyo ya watu. Alifanya utume wake kwa hekima kubwa. Alikemea dhambi za uchafu na udhalilishaji wa wanawake. Alipenda sana kuwaungamisha watu na alisoma misa kwa heshima kubwa. Katika mahubiri yake aliwaonya vikali matajiri waliowanyonya na kuwaonea maskini. Kwa sababu hiyo alichukiwa na watu wa aina hiyo. Watu waliotumwa kumuua walishindwa kufanya hivyo kutokana na upole na unyenyekevu na pia uso wake wa kimalaika. Wakashtakiwa na dhamiri zao. Walimwomba msamaha, naye akawasamehe. Mara nyingine wanawake aliowakaripia kwa sababu ya mwenendo wao mbaya walitaka kumpiga kwa mawe. Watu waliokuwa na mioyo migumu walilainishwa kwa mahubiri yake. Familia nyingi zilizogombana zilipatanishwa naye. Alipona na kisha aliingia katika monasteri ya Mtakatifu Agustino, akaweza kuzuia mafarakano na magomvi miongoni mwa watu. Mwishoni inahisiwa kwamba aliuawa kwa sumu. Yohane Sahaguni aliaga dunia mnamo tarehe 11 ya mwezi Juni mwaka 1479. Miujiza mingi imetendeka kabla na baada ya kifo chake. Alitajwa kuwa mwenye heri mnamo mwaka 1609 na kutangazwa mtakatifu mnamo mwaka 1690. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina.
Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Yohane wa Sahaguni, mtawa. Tafakari ni jicho la roho, inaruhusu mwanga wa ukweli uingie. Rejea ya Mtakatifu Bernardi. Watakatifu wengine tarehe 12 ya mwezi wa 6: Mtakatifu Odulf, Mtakatifu Onufrius mtawa, na Mtakatifu Yohani askari wa Misri. Mtakatifu Yohane wa Sahaguni mtawa, utuombee.